Oh yeah, wapenzi wa mpira wa miguu nchini Tanzania wanakuambia Yanga imeshinda, basi na mpira wa miguu nchini umeshinda. Na hii ni kufuatia matakwa walikuwa wanataka klabu ya Yanga ili kuweza kucheza mchezo wa derby ya Kariakoo dhidi ya Simba kufanyiwa kazi. Oye, bwana, unasikiliza na kutizama Mseto Media. Mimi naitwa Libo Grandson. Mseto Media ni bonge moja la channel ambalo lina kazi ya kukuletea update na habari zote pale tu zinapotokea. Sasa ili usionapitwa na taarifa zetu nzuri na za ukweli moja kwa moja, hakikisha umesubscribe. Bonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hapa yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja alama ya kengele, fanya kuibonyeza pia, na ukifanya hivyo basi habari na stories zote zitakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu, kompyuta ama device yako yoyote ambayo unaitumia. Bwana, siku kadhaa hapa nyuma tumeona mvutano mkubwa sana kwenye upande wa soka ama kabumbu nchini Tanzania, ambapo ile mechi ya derby ya Kariakoo dhidi ya Yanga na Simba iliahirishwa baada ya Simba kugoma kucheza, wakisema wamezuiwa kufanya mazoezi siku ya mwisho kabla ya mechi. Baadaye derby ya Kariakoo ilikuja kutolewa tarehe mpya ambayo ilikuwa tarehe 15 na maanisha Jumapili ya Juni 2025. Lakini cha kushangaza ni kwamba timu ya klabu ya Yanga ilisema haichezi kwa kauli moja tu, huku ikisema haitocheza mchezo huo na wala itambui mpaka pale itakapotolewa ripoti kwa nini ule mchezo wa awali haukuchezwa. Lakini baadaye Yanga waliibuka na kusema kwamba bodi ya ligi imesema inayo ripoti ya kwa nini ule mchezo haukuchezwa, lakini haiwezi kuweka hadharani kwa sababu yupo kiongozi mmoja mkubwa wa serikali ambaye yeye ndo anadaiwa alipiga simu ili klabu ya Simba isifunguliwe geti, huku Yanga ikisema hiyo haina makosa au matatizo yoyote kwenye ile mechi, ambapo tunakumbuka awali Yanga walitaka pewe pointi 3 kwa sababu Simba waligoma kucheza mchezo ule. Basi Yanga wakarudi na matakwa mapya, ikiwemo takwa moja hapo ni kwamba bodi ya ligi ivunjwe, CEO wa bodi aondoke, katibu wa TFF aondoke, ajiuzulu ama nini, ili wao kuweza kucheza mchezo huo. Yakatokea vitu vingi sana, huko Simba ikisema Yanga inakimbia game na vitu vingine kama hivyo, ambapo tuliona Simba iliposti kwamba tarehe 14 inafanya mazoezi ya mwisho ili kucheza na Mtani tarehe 15, lakini baadaye pia Simba ikaja kaposti barua iliyotoka Wizara ya Michezo ikiwaruhusu kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 14 kwa ajili ya derby ya tarehe 15. Kwa hiyo Simba wakisema mchezo uko pale pale Mtani, usikimbie. Lakini bwana, kitu cha kufurahisha na kushangaza ni kwamba tarehe 13 TFF ambao hawa ni shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania waliweza kuposti taarifa kwa umma ya kwamba matakwa Yanga yameanza kufanywa kazi, ambapo TFF iliposti barua iliyoandikwa taarifa kwa umma. Mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Steven Mng'oto amewasilisha barua kujiuzulu wadhifa huo. Katika hatua nyingine, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia amemsimamisha kazi ofisa mtendaji mkuu wa TPLB Amos Kasongo. Bwana, hapa ni habari nzuri kwa wale Yanga, lakini pia kwa mashabiki wa Yanga, kwani kati ya matakwa ambayo Yanga waliyataka ili hapa lilikuwemo la bodi ya ligi ni Mng'oto kusepa, lakini pia vile vile na CEO Almas Kasongo pia kusepa, kitu ambacho kimefurahisha watu wengi na Yanga imeonekana kushinda kwenye hili hapa. Lakini pia zilivuma picha ambazo zinaonyesha viongozi wa Yanga akiwemo GSM pamoja na CEO wa Yanga wakiwa Ikulu na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu. Lakini vile vile picha nyingine ikaonyesha viongozi wa Simba akiwemo pia CEO wa Simba na wengine wakiwa na Rais Samia Suluhu Ikulu, na picha hizo zilipigwa siku moja. Ina maana serikali itakuwa ilichukua jukumu la kuwaita viongozi wa Simba na viongozi wa Yanga pamoja na mdhamini GSM, na kilichoenda kuongelewa hakijakuwa, lakini tunaanza kuona vitendo vikitendeka, ambapo tayari Steven Mng'oto ameweza kuwasilisha barua kujiuzuru, lakini pia Amos Kasongo huyo hapa ni CEO ametolewa na TFF. Baada ya hili sasa kutokea, kilichofurahisha zaidi ni kwamba klabu ya Yanga imekuja kuposti posti inaonyesha kwamba tarehe 25 Juni 2025 inapiga derby ya Kariakoo na Simba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kabla derby hiyo haijatangazwa na Azam wala TFF, Yanga imeweza kuiposti tarehe. Kwa hiyo ni kwamba mchezo huo ambao ulikuwa pigwa tarehe 15 umesogezwa mpaka tarehe 25, na Yanga wameshasema Mtani hachomoki mtu.
So kilichotokea ndio hicho, ambapo ukiangalia kwa upande mkubwa ni kwamba klabu ya Yanga ndio imeweza kushinda ama kuibuka kidedea baada ya matakwa yao kufanywa kazi. Hapa ni Mseto Media, mimi naitwa Limo Grand Sun, baki na sisi kwa taarifa zaidi. Niache comment yako hapa chini kwa lolote. Lakini mpaka sasa hivi Simba hawajaposti kuhusiana na tarehe ya debe hiyo. Je, na wao watagoma? Acha comment yako hapa chini. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.